wa tarki fahmi sahaba wa ta'limatihim, na kuacha ufahamu wa maswahaba. Ili pia likawa ni mtihani kule, kuacha ufahamu wa maswahaba na mafunzo ya maswahaba. Pia ilikuwa ni sababu kubwa iliyopelekea watu wagawanyike, watu wakhtalifiane, watu wakatane makundi makundi. Kwa hiyo pia nukta muhimu, kuacha ufahamu wa wema waliotangulia, kuacha ufahamu wa salaful umma ni sababu kubwa sisi Waislamu kugawanyika. Kwa hiyo kama tunataka kuwa pamoja, kuwa kitu kimoja, kurudi katika asili tuliokuwa nayo zama za Mtume sallallahu alaihi wasallama, inabidi tujiepushe na bid'a. Hilo moja. Pili, tushikamane na ufahamu wa waja wema waliotangulia, maswahaba, kwa sababu wao wakati wahyi unashuka wanashuhudia, wapo. Kwa hiyo la shaka wao watakuwa wametuzidi ujuzi maradufu. Kwa hiyo la nastaghni an fahamihim, inatakikana tusitosheke na ufahamu wetu sisi. Jambo lolote ambalo linatutatiza katika dini yetu, turudi tuangalie ufahamu wao. Kama ni aya, lazima turudi kwa wao. Hii aya wameifahamu vipi maswahaba? Hii hadithi wameifahamu vipi maswahaba? Hapo tutakwenda vizuri. Vinginevyo tutaendelea kugawika Waislamu makundi makundi. Tunamtafuta mchawi, kumbe mchawi ni sisi wenyewe. Kwa hiyo sababu wa tarki fahmi sahaba, na kuacha ufahamu wa maswahaba, wa ta'limatihim, na mafunzo yao. Fasara almuslimuna shi'an wa ahzaban bisababi dhalika. Fasara almuslimuna shi'an, wakawa Waislamu ni mapotepote, makundi kundi. Sasa ni makundi kundi. Ahzaban ni vikundi kundi, bisababi dhalika, kwa sababu ya hilo.